mbali huko, apate wadhifa tu moja tu ya kwamba anafikiria nitakwenda kusema nini darasani, hiyo tu. Na ajaribu mtu kuingia kwenye ulimwengu huu, halafu atakuja kunambia kwamba kweli kumbe nyinyi wenzetu mmo katika jambo kubwa sana kwa hakika. Wala asifikie kwenye utume hivyo, ni awe mwalimu tu wa kawaida tu, lakini ana dhamana ya kwamba kuna watu wanahitaji kujua dini yao, na anataka afikishe ujumbe kama Mwenyezi Mungu alivyotaka mwenyewe, watu wafahamu dini, Mwenyezi Mungu awe radhi kwamba yeye kafikisha vizuri sana. Basi hapo patamtosha mtu kujua kwamba kazi hii kumbe bora pakti za saruji mtu aziweke mgongoni kwa mtu zitakuwa laini kuliko hiyo kazi yenyewe. Mtu akipewa ataonekana kwenye maisha mtu wa kawaida, lakini hali alionayo si ya kawaida, hana raha yoyote kwa hakika, yuko katika majukumu mengine kabisa, majukumu ambayo ni makubwa mno. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake hapa, min a'bai risala, Mwenyezi Mungu amekuondolea katika mgongo wako mazito ya ujumbe, katika mizigo ya ujumbe, hata tubalighaha, mpaka ukaweza baadaye kufikisha ujumbe. Lakini mwanzo ilikuwa ni kitu kigumu. Anatoka mjumbe wa Mwenyezi Mungu katika majabali ya Hira. Nini kapambana nacho Hira pale, na kwa nini iwe vile? Ni vema kujiuliza kwa nini iwe vile, mateso yale yote ya nini yale? Anasema wakati niko jabal la Hira pale, ndo mtume tena Mwenyezi Mungu mwenye kamsababishia pale pahala eneo lile ndo ampeleke malaika. Amemtoa kwa watu, amemweka peke yake, fikra zake zile kwamba peke yake, anachukia mambo wanaofanya wazee wake. Siku ya siku kutimia, anateremka malaika pale, na malaika ameteremka kwa sura ya kimalaika tu, nani sura ya kibinadamu tu, sio sura ya kimalaika. Na laiti kama ingelikuwa ni sura ya kimalaika, mambo ingelikuwa mengine kabisa. Anakuja na dasturi na tabia sio kawaida, anamkamata kiumbe mwenziwe, kamzidi nguvu, na huko anamwambia kwa lazima, ikra asoma. Muhammadi anajitetea kwa mshughuliko mkubwa na kwa mshtuko mkubwa, na hafahamu nini kinaendelea pale pahala. Kwa nini kwa nguvu? Kama amekuja na ilmu, sikumsomesha tu na kuona umekaa peke yako, jamaa zako kule wamepotoka wanaabudia masanamu, basi wewe imekuwa vyema kujeka huku, nimekuja mimi kwa ajili ya ujumbe maalum na Mola wako kanituma nikufundishe. Lakini kwa nini yakawa mambo ya kutumia nguvu na vishindo? Kwa nini? Kwa sababu ile kazi yenyewe ni nzito, atapambana na magumu, na hatakiwi mtu kuwa mlegevu, hatakiwa apate sulbu mwanzo, halafu mambo yote rahisi baadaye. Anatakiwa mwanzo mtu apate sulbu, apate kazi ngumu, apate matusi pengine kwa watu, kuna kugomewa, kuna kila kitu, kudharauliwa, kutukanwa, lakini baadaye unakuja ushindi. Atakuja kuona raha mtu wakati mwingine baadaye. Wale wote walomtukana, walomdharau, wanamjia mmoja baada ya mmoja kumtaka samahani, hatuja kujua, hatukukufahamu unachokifanya, kumbe mwenzetu ulikuwa uko mbali, watuelekeza kwa Mwenyezi Mungu. Sisi tukifuata mambo yetu tuliokuta nayo kwa wazee wetu, tukikuona khabisi sana, tukikuona mbaya sana, ukitajwa pahala na tema mate mimi kwa ubovu ulionao. Lakini sasa nakuelewa vingine kabisa, watakujia mmoja baadaye watu hawa baadaye. Lakini mwanzo unapoanza mambo magumu sana. Nabii Muhammad kabinywa, anasema nafsi yake, mkamata Jibrilu, faghattani shadidan, akankamata kwa nguvu, hata dhanantu annahu almautu, wallahi nilidhani kwamba sasa nakufa. Amekwisha kukolapse, pumzi zake ziko juu, kabakisha pumzi kidogo. Hata dhanantu annahu almautu, mpaka nikadhani kwamba hicho sasa ni kifo kinakuja. Lakini baadaye ananiachia kidogo, mimi ninatweta na hema na naambia, lakini mimi ma ana biqari, unanihangaisha bure, mimi si msomaji ninakotoka. Sasa Jibril hajui kama Muhammad si msomaji, anajua na katumwa maalum. Lakini jambo lenyewe, taaluma yenyewe, kitu chenyewe ambacho anataka kupokea apewe apokee, ni jambo kubwa sana, zito sana, jambo kubwa sana. Halitaki kupokea kizaya, uwe serious. Na ndiyo maana mwalimu anapokuwa muadilifu katika mambo kama haya, anakuwa si mwenye kucheka anapoifikisha taaluma hii kwa watu.
ukimtokezea utafikiri labda anagombana, anapigana, anatukana na watu, kwa vile namna anavyokuwa, kwa sababu ni mambo makubwa sana. Na yeye mwenyewe bwana mtume alipoelewa kwamba kanibana Jibrili mpaka takufa, yeye habani watu mpaka wafe, bali akihutubia sasa anakuwa vipi? Ihmarat ainahu, macho yanapiga wekundu, wa ala sautuhu, na inapanda juu sauti yake, hazungumza kinong'ona kichekacheka hivi. Washtadda ghadhabuhu, na ghadhabu yake inapanda, utadhania kahamaki, kumbe anazungumza na watu kwa mafanyeni wema, wacheni ubaya. Anazungumza na watu Waislamu, hata kaannahu mundhiru jaish. Ukimtokezea ukimkuta Muhammad anazungumza na watu dini, utadhania analionya jeshi la askari kwa ajili ya vita, na anawaambia askari hao kwa mfano, sabahakum wa masakum, watakufikieni asubuhi yenu kukicha asubuhi kesho maadui wanakuja kupiga katika mji wenu, hawatobakisha hao watoto wachanga, wanawake, watanajisi ukoo mzima, nyumba nzima, kaeni tayari. Ni kwamba wanakuja sabahakum wa masakum. Utadhania mtume analionya jeshi la askari. Na yeye anakumbuka alipofanyiwa na Jibrilu, kafanyiwa kishindo kikubwa sana siku ya mwanzo, kuteremka malaika kwake yeye, ikra ma ana bikarin. Halafu baadaye tena alipoonekana kwamba sasa moyo wake ushaelekea kwa jambo gani atakalopewa, keshaona uzito wake, kishindo ni kipi, sasa anampa tena, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Yakaendelea hayo kama tunavyosoma katika tarikhi, tunayajua hayo maarufu sana mambo hayo. Kwa hakika baadaye mjumbe Mwenyezi Mungu ilibidi akumbushwe, wa wada'na anka wizraka, na tukatua mzigo wako ambao ulikuwa ukielemea kwenye mgongo wako. Faja'alna, tukajalia sisi at-tabligha, kule kufikisha kwenyewe, tukajalia ya kwamba itokezee jambo hilo, alaika, juu yako, iwe sahlan, wepesi tena. Sasa tukajalia ufikishaji wepesi, lakini mambo yameanza vigumu sana, na hata wakusema naye ilikuwa tabu kumpata kusema naye na kumsikiza nini anasema Muhammad. Ameanza kwa watu mmoja mmoja kwa siri, na hali ilikuwa ni ngumu sana. Maana jambo lenye gumu sana kuwaachisha watu kuabudia miungu yao na Mwenyezi Mungu wa kuabudiwa awe ni mmoja tu, ilikuwa ni vita vikubwa sana, mpaka damu ikamagika ardhini kwa jambo hilo. Kwa nini Mwenyezi Mungu awe ni muabudiwa mmoja? Ilibidi damu imagike. Na jambo la kutisha ni kwamba watu wake wa nyumbani ndio waliosimama vibaya zaidi kuliko watu wengine wote wale, mami zake mwenyewe. Yule ambaye jina anajulikana kwa Abu Lahab, yeye ndo katamka maneno mabaya sana kwa Muhammad mwanawe. Na tizama, huyu Abu Lahab alimpenda sana mtume kiasi ambacho ile kumjia habari tu kwamba bibi Amina, mke wa marehemu bwana Abdullah baba yake mtume, bibi Amina amejifungua mtoto wa kiume, ile furaha yake haisemeki. Shuka zinapita zikimdondoka, anazuia kwa mkono, anakimbilia kwa mwana Amina kumuona huyo mtoto aliozaliwa yukoje, sura yake ikoje, kuja kumtupia macho. Anamuona amepita mule mule kwa Makureshi, mwana kindaki kachukua kila kitu. Basi ile furaha yake anamwambia mtumishi wake, mtumwa wake, mjakazi wake, we kuanzia leo huru, kwa ile kuniletea habari hiyo tu. Lakini mambo ya kushangaza, ametokezea kwamba yeye ni adui yake mkubwa Muhammad, baada ya mtume kuwa mtu mzima. Sasa ati mtoto mdogo alikuwa wakati mdogo anaweza kusema uongo, anaweza kufanya hivi akadanganya, maana mtoto. Lakini alipokuwa mtu mzima miaka 40, sasa anaonekana ni mtu kaja na ubaya na kaja kugombanisha watu. Alifika kumtamkia maneno ya kumlaani, anamwambia tabban laka ya Muhammad, laana iwe upande wako Muhammad. Hayo ndo maneno unaozungumza na wazee wako we, kutukana waungu wako we, waungu wa jadi. Tabban laka ya Muhammad. Ilibidi Mwenyezi Mungu amliwaze mtume wake kwa kuteremsha kwenye Qur'ani maneno ya kujibu laana hii. Mwenyezi Mungu alimwambia usishughulike Muhammad, siye wewe utolaanika. Tabbat yada abi lahabin, iliyolaanika na kuangamia ni mikono miwili ya ami yako, usiniulize kitu kuhusu ami yako.
najua kwamba damu nzito kuliko maji, hapa niachie mwenyewe, ni mgomvi wangu, tunagombana kwa ajili ya imani. Sasa binafsi kuntukania mtume wangu kama wewe ni jambo jingine hilo, niachie niseme nitakavyo. Kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu niachie niseme nitakavyo kuhusu ami yako, ni kwamba ninampopotoa, nitamfanyia vya kumfanyia, tutakutana kwenye jahannam kule. Tabbat yada abi lahabin, iliyoangamia ni mikono miwili ya Abi Lahabi, na sio mikono miwili tu, watab, na ameangamia mwili mzima. Na ninakwambia hukumu naikata kabisa, ma aghna anhu maluhu, haiwezi kumsaidia mali yake, wama kasaba, na wala alichokichuma. Nakata hukumu kabisa kwa ami yako Muhammad. Angalia uzito ataupata vipi mtume Mungu hapo. Hukumu inakatwa na Mwenyezi Mungu, sayasla naran, ami yako ataingia motoni, na moto wenyewe dhata lahabin, wenye kutoa ndimi, kama moto wa welding namna yake, unatoa ndimi zinapenya mpaka kwenye moyo, mkali mno moto wenyewe. Si peke yake, wa mraatuhu, na yule mkewe ambaye akiitwa Ummu Jamila, huyo mkewe ami yako anakuwa na yeye ni mzee wako vile vile. Basi na mkewe nishahukumu moja kwa moja. Tizama Mwenyezi Mungu hukumu hii alivyoitoa, haikumpitikia kabisa yule Abu Lahab kwa kifikra za binadamu tu, ili kuchallenge Qur'ani. Kama hukumu ishatolewa, mimi nitaingia motoni, mbona ninasilimu basi sasa hivi? Haikumpitikia silim, bali alizidi kuichukia Qur'ani zaidi, na alizidi kumchukia Muhammad zaidi. Ikawa ithibiti tu hukumu ya Mwenyezi Mungu aliyoitoa, sayasla naran dhata lahab wa imraatuhu hammalatal hatab, na mkewe mbebaji wa kuni za fitina kwenye kuwashia moto Uislamu na kumchukia mtume. Mke huyo, mwanamke alikuwa mbaya huyo, alikuwa anatega vigae na miba katika nyumba ya Muhammad ili akitoka akiweka mguu tu aingie kwenye hilaki, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe akimhifadhi mtume wake. Wa imraatuhu hammalatal hatab fi jidiha, katika shingo yake mwanamke huyo hablun, kutakuja kuwa na kamba motoni, au pale duniani kulikuwa na kitu kikimkera sana kuhusu Uislamu, min masad, kitu ambacho kikimkatakata pale. Fi jidiha hablum min masad, hii kwa hakika imekuja maalum kwa ajili ya kuondosha mzigo kwa mtume Mwenyezi Mungu. Mwanzo kazi ilikuwa haifanyiki. hatatna anka ma kunta tatasawwaru min wujudi dhunubi, kuna baadhi ya mambo mtume alikuwa akiyafanyia picha kwamba labda imetokezea madhambi kafanya kwa Mola wake, wa maasi, na kwamba labda amefanya maasi makubwa sana kwa Mola wake, jambo ambalo athqalat kahilaka, likielemeza mgongo wako Muhammadi, wa at'abaka, na likitaabisha kwako nafsaka, nafsi yako. Sawaun, hayo mambo ni sawa sawa, ile aya inafanya kazi tena milele. Sawaun kana qabla an-nubuwa, ni sawa sawa ile mpitikia mtume hayo kabla ya utume, am ba'daha, au baada ya utume. Kwa hakika tafaluhu khilaful aula, akifanya yeye anavyojiona kinyume na jambo lilokuwa bora zaidi. wa huwa la yattafiqu ma'a sumuwi qadarihi ma'a sumuwi qadarika, anamwambia Mwenyezi Mungu kwamba ilikuwa haiwafikiani na ukubwa wa cheo chako Muhammad kuwa wewe na kama hiyo. Tukaona kwamba tuondoshe mzigo wako, tusamehe dhambi zako, na si dhambi tena imekuwa. Wa rifaati manzilatika, na utukufu ulionyanyuka cheo cha daraja yako. Wa uluwi sha'anika, na kutukuka jambo lako. Kal idhni li ba'dhi almunafiqina, madhambi hayo sura inamjia mtume kwamba Mola wangu atanifanya nini mimi, kama alipotoa ruhusa kwa baadhi ya wanafiki kwamba wasende katika jambo la jihadi. Kal idhni li ba'dhi almunafiqina bitakhallufi 'anil jihadi fi mawqi'ati Tabuk, wamemjia wanafiki changu nzima, ya Rasulullah, majumba yetu yako hivi na hivi na hivi, mnauguliwa, na mtume anakubali udhini. Ilikuwa ni kosa kubwa. Mola wake baadaye namlaumu, lima adhinta lahum, kwa nini ukawaruhusu watu, na usingojee hata yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama alkadhibin. Ilikuwa ni kosa kubwa, baadaye ilibidi ashambuliwe. Sasa akawa anajibana mtume wa Mungu kifua chake, inakuwa dhiki, nimefanya jambo gani mimi? Mfano wa kuruhusu wanafiki wasende katika vita vya Tabuki,
Na vile vile jambo la pili, wa qabuli alfidai min alasra, na pale alipokubali kwa raia wengi kwamba wachukue fidia kwa mateka wa Badri wale wapata 70 wale, mtume aliona ya nini kuuawa hawa ni wenzetu, hawa ni jamaa zetu, hawa siku moja watatambua haki, wasilimu, ya nini kutoa roho zao? Ni kwamba tuchukue fidia na dini yetu haina pesa, baadaye anakuja kusilimu hawa. Mtume aliona kwamba bora tuchukue fidia. Kwa Mwenyezi Mungu ilikuwa ni kosa lile. Zilipoteremka aya za Qur'ani, kwa hakika mtume wa Mungu alikuwa taabani kwa hakika. Ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi, haiwezi kuwa kwa mtume wa Mungu achukue teka katika huu vita vya mwanzo ndio kwanza pigana hivi. Ngoja kwanza mpaka mtume wa Mungu apate uzito katika ardhi. Akalaumiwa. Na mwisho katika lawama, laula kitabun min Allahi sabaqa, laiti kama si maandiko ya Mwenyezi Mungu ambayo ametangulia nyuma, lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim, ingekushikeni kwa mlichokipokea cha fidia, adhabu kubwa sana. Mtume alimwambia Saidina Umar, kama ingeteremka hilaki ya Umar, we ungepona peke yako, tungeangamia mimi na Abu Bakari na wengine kwa kosa letu la kuchukua fidia. Tumekosea. Wala abusi fi wajhi al-a'ma, na kuna kitendo cha kukunja uso kwenye mbele ya uso ambayo kipofu Ibn Ummi Maktum anamhamakia bure. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa akizungumza na wakubwa waheshimiwa Kikureshi, katokezea maskini Abdullah ibn Ummi Maktum hata kujua dini yake. Kila akisema ya Rasulullah na wasiwasi na jambo kadhaa kadha, mtume anazungusha uso na kahamaki. Kwa nini anakuja kuniingilia kati katika huu? Yale kwa hakika ndani ya sura yake mtume, kwenye moyo wake alikuwa akipita kila mara kwamba amefanya madhambi makubwa, lakini Mola wake anamwambia wa wada'na anka wizraka, na tukatua kwako mzigo wako uliokuwa unakuhilikisha kwenye mgongo wako. Ilikuwa jambo kubwa sana hiyo. Wakila, na pamesemwa vile vile mufassirina, almuradu, madhumuni yake hapa, hatatna anka himla a'ba'i nubuwa, tumeteremsha chini tukatua kwako wewe ile mizito ya utume wa risala na ujumbe. Kwa hivyo fasahalnaha alaika, tukafanya kuanzia wewe umeanza kazi hii kidogo kidogo ukapata wepesi, tukafanya kazi iende kwa ulaini, hatta tayassarat laka, mpaka ikageuka badala ya kuwa ni ngumu ikawa ni nyepesi, wakawa naingia watu fi dinillahi afwajan, wepesi kabisa mtume kapata baadaye. Lakini mwanzo ilikuwa pata shika nguo chanika, toka roho nyingine vile vile. Kwa hakika akistahiwa yeye peke yake Muhammad, lakini kila alojitokeza kumwamini ni kwamba anateketea lazima. Jambo lilianza kwa uzito, lakini baadaye ikawa ni wepesi wa ajabu kabisa. Paka sasa hivi duniani, Faransa kote kule France hivi sasa Uislamu umekamata kasi. Hakuna mtu anokamatiwa upanga wala silaha yoyote, ni kwamba wenyewe wa Faransa kwa hakika wameamua tu kwamba hapa ndo penye ukweli. London, uzunguni kote Ulaya, unaswara Ukristo unakataliwa na wazungu wenyewe, na kwamba majumba ya makanisa majumba ya ibada kama makanisa hayana waumini wa kuingia ndani kupoteza wakati, ni kwamba inabaki majumba matupu. Waislamu wameanunua mengi na wameyageuza kwa misikiti, wamechonga, wameyatengeneza kama namna msikiti vile, wanasalia watu. Yote hayo ni nini? Wa wada'na anka wizraka, inakwenda hiyo ila an takuma saa. Wa wada'na anka wizraka, na tukatua chini kwa wewe Muhammad ule mzigo wako uliokuwa, alladhi, mzigo ambao, anqadha dhaharaka, uliokuwa ukivunja uti wako wa mgongo kwa namna ya tabu na mashaka ukipata. Mtu kuambiwa ame yake wazi wazi na Qur'ani kwamba anaingia mto ndogo hilo, hapo pahala kama si utume wa Mungu wa kweli, basi angeachilia mbali kwa namna kama ile basi vile vile. Lakini ilibidi la milele la kweli, ilibidi astahamili, na huko anajua hakika kwamba Abu Lahab anakwenda kuunguzwa motoni. Lote hilo si kitu, huyo sikakataa moja kwa moja. Kuna Abu Talibi, baba yake Sayyidina Ali, ambaye yeye ndo alomhammi Nabii Muhammad, yeye ndo alokuwa akimlea na kumlisha, na mwisho akamtamkia maneno madhubuti sana. Alipomwona mwanae madhubuti, naye vile vile kabida amfuate. Alimwambia, sikiliza Muhammad, yale nilokuambia kwamba turudi nyuma kidogo, hawa Makureshi hawa wabaya sana, watakuja kutuadhiri siku moja. Hawa washanjia mimi hapa mara ya kwanza, mara ya pili, mwisho ananiambia mimi nikutelekeze wewe akakuue.
na wanipe mimi mtoto Walid bin Mughaira, manaki itakuwa ni change ya mtoto kwa mtoto, sili hasara mimi. Nami nimekataa, nimewaambia mna nini nyie, nikupeni mwanangu mkamuue, halafu nikuleleeni mwanenu, nimlishi hapa, nikimvika hapa, nikimfunza hapa. Kwa hivyo nikawakatalia Muhammadi. Lakini nakwambia mmoja, hebu akubalie kutakuwa tukania waungu wao, hebu fanya walitakalo, nenda kaabudie masanamu. Kwani kweli bwana, nenda kawadanganye tu, kwa siku moja wao wataabudia Mungu wako kwa mwezi mzima. Jitokeze kwa mwezi mmoja, wao wataabudia Mungu wako kwa mwaka mzima. Si unaona basi utapata nafasi ya kuona nini kutangaza dini sawa sawa. Mimi nahisi kama hawa jamaa hao bana washavinjari, na iko siku mimi ninavyojua watu wa adabu watanifedhehi hao. Mimi mwanangu ninahisi kama bora urejee nyuma kidogo, kuna baadhi ya mambo siseme. Bwana Mtume akamwambia ami yake maneno mazito, akamwambia wallahi ya ammi law wada'u shamsa fi yamini wal qamara fi yasari, ami yangu kuanzia leo kama uchana cha mkono basi bora iwe basi nitahama na mimi hapa vile vile. Mimi hawa kama wataweka jua kama unavyojua katika mkono wangu wa kulia kiganjani hapa, nitakamata jua. Wal qamara fi yasari, na mwezi waweke kwenye kiganja changu cha kushoto. Ala an atruka hadha al-amra, juu ya kwamba mimi niache jambo hili. Wallahi ma taraktu hadha al-amra hatta ahlika dunahu, mimi sitoacha ami hivi mpaka nife katika kutetea jambo hili. Ami yake alipoona ushababu huo akamwambia, basi mwanangu, sasa nakwambiaje, pasua wazi wazi, eleza. Nilikuwa nakupima tu, nakutizama tu, utakuwaje? Mimi nakwambia la yasilu ilaika bijama'ihim, na mimi ninasema kwamba hawawezi kukufika na wingi wao walionao. Nitapigana na uzee wangu ulivyo, nitasukuma mimi dharuba ninazoziweza katika uzee wangu na nitawashinda. Nitajikokota, nitajitetea na nitapigana nao. La yasilu ilaika bijama'ihim hatta uwassada fi turabi dafina, mpaka nifukiwe kwenye ardhi hali ya kuwa nishakufa. Labda nifukiwe mimi, hapo tena watafanya la kulifanya kwako wewe. Mimi nishakufa wakati huo. Na nakwambia mwanangu, sikiliza, walaqad alimtu, mimi ninajua hakika bi anna dina Muhammadin, ya kwamba dini ya Muhammadi min khairi adyani albarriyati dina, ni katika bora ya dini zote katika ardhi hii. Ninajua hivyo, lakini wapi uchungu aliokuwa nao Muhammad hapo utakuwaje, kwamba ami yake alikuwa amekataa kutamka la ilaha illa Allah. Jepesi mno lilikuwa, na aliyaweza mazito mno akaliacha jepesi kwa sababu ya hadhi, kwa sababu ya heshima, kwa sababu ya utukufu, kwa sababu ya kulinda cheo chake, akaha kutamka shahada hiyo. Unamuona mtume wa Mungu atakuwa vipi hapo? Ilibidi aondolewe mzigo uliokuwa ukivunja mgongo wake. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Tunaacha kwanza aya hiyo, wa wada'na anka wizraka. Inshallah tutakapokuja pamoja na alladhi anqadharaka, tutakuja inshallah na saidiayo tafsiri kuingia katika aya. Tunakukumbusha hatujafungua sisi kifua chako. Wa wada'na anka wizraka, jawabu yake ni kwamba sisi tumefungua kifua chako kwa kuondolea mambo mazito mazito. Hukuwa hivyo Muhammad, na maana ya kukuliwaza hivi, weka tamaa kwamba Mola wako yu pamoja na wewe mtume wake. Na kama sura ya mwanzo kabla ya hii ilivyoweka, wala al-akhiratu khairul laka min al-ula, na jambo la mwisho kwako litakuwa bora kuliko la mwanzo. Basi weka kao kijua ya kwamba tumefungua kifua chako kwa mambo kadha wa kadha, ili kazi hii ya utume uje uifanye baadaye kwa urahisi na kwa ufanisi. Tunajua wakati wa mwanzo ulikuwa ni mgumu sana kwako. Wa wada'na anka wizrak, na tukaondoa kwako mzigo wako, alladhi, mzigo ambao anqadha dhahraka, ulikuwa ukitengua na kuulemaza mgongo wako. Mzigo mzito sana ulikuwa, hususan mzigo wenyewe ule wa umasikini ndio uliokuwa mzito zaidi. Na mizigo mingine ilikuwa jamaa zako watakuamini, na kwa kweli ilikuwa inakuumiza sana, ilikuwa ni mzigo mkubwa. Tukakuondolea mizigo hiyo kwa kukwambia kwamba la, hapa pahala wewe usipashughulikie. Laisa alaika hudahum, si juu yako uongofu wa watu, walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye yeye na sio umtakaye wewe. Innaka la tahdi man ahbabta, hakika wewe Muhammadi huwezi kumuongoa unompenda wewe, walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu ndo humuongoza amtakaye yeye. Kwa hivyo sasa tunaelekea katika aya nambari 4, wa rafa'na laka dhikraka.
Na zaidi ya hayo tukanyanyua wako wewe Muhammad utajo, tukaunyanyua juu. Katika aya hii hapa ndiyo challenge ya utume wa Muhammad kutokana na kila aina ya batil. Na walimwengu duniani wabaya wanaochukia Uislamu na kumchukia mtume, hapa ndipo wanapata taabu, wanasafa sana watu hapa. Jambo ambalo rafa'na laka dhikraka, hili jambo Mwenyezi Mungu kafanya kubwa mno kwa mtume. Hivi duniani Marekani anataka atajwe peke yake duniani kuwa ni dola kubwa, na watu wanasoma historia yao, mambo yao, uwezo wao, kilimo chao, alimradi watu waache kila kitu, wao wanasoma habari ya Marekani, Marekani, Marekani tu basi. Kwamba yeye ndo bingwa, yeye ndo muundaji wa roketi, yeye karuka kenda kapaa mwezini, yeye hodari sana wa vita kupigana, hodari sana wa silaha. Yani anataka yeye awe juu, ndo anaotajwa na kila dunia. Ukiacha upande wa dola, kuna watu na watu wao, kwa mfano viongozi wao wa kisiasa, wanataka tokea walipokuwa hai wawe top duniani, na mpaka baada ya mauti wanaona hawakubali. Mwenyezi Mungu kule kumuondoa mtu duniani, kwa hakika wamejinamia sana. Na laiti ingelikuwa ni matakwa ya binadamu, wallahi binadamu asingeondoka duniani. Wangemzuia kwa vyovyote vile, nguvu yoyote ile, wangemfanyia mashine akaweko maisha. Lakini aweko pale pahala, iwe fikra zake, maneno yake, busara yake ndio nafanya kazi. Hata kama akili yake haifanye kazi tena, lakini yuko fulani, wao cheo chake ni kwamba hawataki kianguke chini. Na ndiyo maana mpaka baada ya mauti yao utaona wanawafanyia vitu maalum, kumbukumbu maalum, utajo maalum, kwa kushindanisha na yale ambayo yanawaudhi Qur'an al-Karim, hadithi za mtume, kusoma Nabii Muhammad tarikhi yake, akajulikana kafanya nini na kasema nini. Haya mambo kwa hakika watu hawayataki, hawayataki. Na zaidi yake ni kwamba wanageuza wao, badili ya Muhammad kuwa top kuliko viumbe vyote duniani, basi utaona yanakuja aina ya matusi katika magazeti na mpaka kwenye maredio na mpaka katika ulimwengu wa leo kwenye internet. Lakini Muislamu kwa hakika alielewa jambo moja, kila yanapokuja matusi katika Uislamu au yule mtume wenyewe, ujue ni nafasi ya kupandishwa juu Uislamu zaidi, au kuwekwa juu Muhammad zaidi, au anataja kivingine kuliko alivyokuwa akijulikana mwanzo. Ukifika wakati kwamba labda Mwenyezi Mungu anaona sasa Uislamu anataka kuupa hadhi zaidi, au mtume wake ampe zaidi, ni kuwatumia wale wabaya wa Uislamu wa makafiri, wanaanza kutoa baadhi ya vijineno, baadhi ya matusi yale yasimpe mtu tabu wala yasimshughulishe. Kitu zaidi ni falsafa tu basi ya kwenda nayo. Utaona Muhammad mara anajulikana zaidi. Sasa dunia nzima ndivyo itavyokuwa hivyo. Kila ukiona Muhammad anatukanwa, basi ujue ndio anapelekwa juu zaidi. Yataka Waislamu wenyewe wafahamu tu vipi wataweza kumueleza Nabii Muhammad, kuna ukweli gani katika kila ambalo amekuja nalo Nabii Muhammad. Warafa'na laka dhikraka, Mola wake anamwambia na tukanyanyua juu wako wewe utajo Muhammad. Yani ja'alna dhikraka marfu'an 'aliya, tumeufanya utajo wako Muhammad kunyanyuka juu, tena kwa kwenda juu sana, mbali zaidi. Asitokezee bin adam yoyote akawa anakaa angalau chini yako, licha ya kukaa sawa sawa na wewe, ile kukaa karibu yako asikurubie mtu yote yule fi dunia. Tena hayo ni katika dunia, wal akhirah, na mpaka akhirah vile vile Mwenyezi Mungu amemwekea juu utajo wake Nabii Muhammad. Kuna nafasi ambayo akhirah hatoifikia kiumbe yoyote mwanadamu, ila nafasi hiyo ni yake Muhammad peke yake sallallahu alayhi wasallam. Pale mtume aliposema sallallahu liyal wasila, niombeeni waislamu kwa Mwenyezi Mungu na mimi niipate daraja ya wasila, kwani wasila manzilatun, daraja ambayo haimwafikii daraja hiyo ila mmoja tu katika waja wa Mwenyezi Mungu. Wa arju, nami nataraji an akuna ana dhalika rajul, mimi nitakuwa ndo mtu wenyewe, kwa hivyo niombeeni. Na wakati wa kuiomba wasila hiyo kasema, mnapomsikia muadhini anaadhini kwa ajili ya sala, qulu mithla ma yaqulu almuadhin,
semeni maneno kama anavyoyasema muadhin, kalimatan kalimatan siwa alhayya ala taini, neno kwa neno mfuate polepole, isipokuwa katika hayya ala mbili. Akisema hayya ala sala na hayya ala alfala, wewe lako jawabu la haula wala quwwata illa billah. Hapana hila ya kuepukana na jambo wala nguvu ya kulifikia jambo ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akuwezeshe. Lakini maneno yote adhana utamjibu muadhin kalimatan kalimatan, neno baada ya neno. Hata pale anaposema as-salatu khairu minan naumi, ni rai tu ya baadhi ya watu waliotia maneno sadaqata wa barirta, lakini kwa hakika hata pale vile vile hakuna ushahidi ila ni kumjibu kalimatan kalimatan, as-salatu khairu minan naum. Hayo Mwenyezi Mungu amemfanyia mtume wake utukufu wa kumtaja yeye, utaje wake uwe juu duniani na akhira vile vile, atatajwa Muhammad mpaka akhira vile vile. Binubuwa, hayo ya kunyanyua jina lake kaunyanyua kwa utume kwanza, ile kumfanya awe mtume tu tayari kishamnyanyua juu, katafautiana na watu wengine mbalimbali. Wa khatama risalati, na akafanya Mwenyezi Mungu kumfungia ule ujumbe, kauleta miaka na miaka, mitume baada ya mitume, akamfanya Muhammad awe ni khataman nabiyina wal mursalina, ni wa mwisho wa manabii na mitume vile vile. Kwani ukiambiwa khataman nabiyina kwa mursalina mimbabi aula, kwa sababu daraja ya mursalina iko juu zaidi. Ikifungwa kwenye annabiyina, kwenye manabii, basi kule kwenye risala ndo kabisa imefungwa mimbabi aula, kwa sababu cheo chake kikubwa zaidi kule. Taib, basi anasema khatama risalati bika, amefunga Mwenyezi Mungu ujumbe kwako wewe, wa inzalul Qur'anil azim, na hata uteremsho wa Qur'an tukufu, kitabu cha Mwenyezi Mungu cha mwisho kilichokamilika, imekuwa kwako wewe Muhammad, ndiyo kushuka kwake, alaika, kimeteremka juu yako. Wa takliful mu'minina, na kama utaambiwa utaje moja baada ya moja mambo yanayomfanya Muhammad kutajika zaidi, yani kuinuliwa juu utaje wake, katika hayo wa takliful mu'minina, na kule kukalifishwa waumini bilqauli, kwa kutoa tamko baada ashhadu an la ilaha illa Allah. Hii taklif imeitwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, wala haitokuwa kamil mtu shahada yake ila aitoe kwa shahada mbili na sio moja. Wa takliful mu'minina bilqaul, na kulazimisha waumini kwenye tamko baada ashhadu an la ilaha illa Allah, lazima ifatie ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sawaun, ni sawasawa, fil adhan, katika adhana, muadhin hato adhini kwa shahada moja, adhana yake itakuwa haikutimia. Ataposema ashhadu an la ilaha illa Allah, lazima akamilishe na shahada ya pili vile vile ya kushuhudia kwamba Muhammadi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu vile vile. Sawaun fil adhan, sawasawa kama ni katika adhan, am fi tashahudi, au mtu anatoa tashahudi, tashahudi hiyo anaitoa kwenye sala, am fil khutba, au tashahudi hiyo anaitoa kwenye khutba ya Ijumaa, wa ghairiha, na mahala mwingine mbalimbali. Wa amarahum, na Mwenyezi Mungu akawaamrisha waislamu waumini bisalati wassalami, ya kwamba wapeleke wingi wa rehma kumtakia mtume Mwenyezi Mungu na amani. Pia ni katika mambo yanayomfanya mtume wa Mungu kunyanyuka juu utajo wake. Mambo hayo kwa hakika alaihi, juu yake yeye.